kuchanganyikiwa, wanadamu na wakati wa kuogopa, wanadamu na wakati wa kukata tamaa, wanadamu na wakati wanaweza kukimbia wakakuacha, japo walikula kwako, japo walikula hela yako, japo uliwahudumia, japo uliwapa msaada, lakini wamekukuta hauoni mtu. Yuko Mungu upande wako, yuko Jehova, yuko Bwana, hauja mwenyewe. Yesu yupo kukutetea, Yesu yupo kukupigania. Yesu ni Bwana wa vita kwa maisha yako. Yesu ni Bwana wa vita kwa watoto wako. Yesu ni Bwana wa vita kwa familia yako. Yesu ni Bwana wa vita kwa nyumba yako. Yesu ni Bwana wa vita. Haleluya. Wonderful. Yesu ni nani? Bwana wa vita. Tulia tu. Sio na wasiwasi. Bali ya kumaliza kana. Bwana sifiwe. Haleluya. Tikisa hivi na pigi yangu. Tikisa. Wakati wanaelekea Yesu anaelekea Golgotha. Mama mmoja anaitwa huyu aliyetoka pepo saba. Tunamsoma nani? Maria Magdalena. Alipenya, anasogea, lengo la Magdalena amfute machozi Yesu, kwa sababu alikuwa analia machozi, alikuwa ametangamana madamu aliyopigwa usiku, aliyoumizwa asubuhi, micherezi aliyopigwa, kanzu imechanika, hali yake imeharibika. Wana huyu kwa uchungu na kutambua ile kazi ambayo Yesu amefanya kwa maisha yake, alipenyesha, anakwenda kumfuta Yesu machozi, ampe maji. Alikutana mjeredi, alipigwa mjeredi ukafunga maziwa kifuani. Mjeredi ulipovutwa alichanwa kifua. Yesu akageuka akamwambia, jilieni nini na watoto wenu, jilieni nini na watoto wenu. Mimi napenda kumaliza, napenda kutimiza. Angalia sasa huyu Magdalena, asubuhi ya alfajiri ya siku ya tatu. Kumbuka hivi, Yesu wakati anasulubiwa, wanafunzi hawapo, wamekimbia. Yohana ndiye alikuwa pambani, anaangalia pambani. Ndio maana alimuita kwamba Yohana, muangalie mama yako. Mama, nenda na mwanao. Wewe ni ujumbe mwingine, siugusi. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu alipokata roho, alikuja mtu anaitwa Yusufu wa Arimathaya akiwa pamoja na Nikodemo, wakaomba mwili kwa Pilato. Pilato akakubali. Ndio maana mimi wanawaambia hivi, lazima kanisa iwe na watu mchanganyiko, wawepo wenye vyeo, wenye heshima zao, wawepo mawaziri, wawepo wakurugenzi, wakuu fulani, watu fulani. Na hawa hawaji bila kugarimia kuomba. Unatamka hivi, tunataka mtu fulani, tunataka watu fulani, tunataka watu fulani. Mungu anaokoa, analeta. Lakini mnasema Yesu okoa. Yesu ataokoa kweli masikini tu. Kitafuta milioni 10 vita. Ile itakiwa anyoshe mkono binti tu mmoja wa miaka 26. Pastor, naomba uendelee na neno la Mungu. Tutakapomaliza ibada nitakimbia benki mara moja, nitakuletea pastor, endelee na kazi ya Mungu. Sitakisikia raha. Amen. Badilisha kuomba. Amina. Sio naomba Yesu akoa nani sasa? Mtaokolewa tu hao. Bwana ni nani hao? Haleluya. Magdalena na wale wenzake, wakati Yesu akiwa msalabani, yule mama na wenzake wako chini ya msalaba, damu ya Yesu inashuka kwa kina Magdalena, inawamwagikia. Wanamuona Masia, wanatamani laiti wangekuwa wanaume, wangemsaidia. Haleluya. Hata mjaponyamaza, lazima Bwana atainua wachache, watakuwa na mchungaji. Hata utakaponyamaza, Yesu atainua kadhaa, watakuwa pamoja na madhabahu. Hata ukinyamaza, Yesu atainua tusiowajua, watakuwa pamoja na madhabahu. Kwa jina la Yesu, Yesu akuinue, Yesu akuinue, Yesu akuinue.
Yesu akukumbuke. Yesu akukumbuke. Mtu mlokoti. Yesu akukumbuke. Mtu mlokoti. Yesu akukumbuke. Haleluya. 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 Hey. Sikia. Ile mama alfajiri ya Jumangapi? Ya siku ya tatu ndio akaenda kaburini. Bado amebeba vitu mzigo.